Mwaka 1945, wakati vita kuu ya pili ya dunia ikiendelea, palitokea moja ya tukio la kusikitisha zaidi kuwahi kukaririwa katika kurasa za historia. Mwaka huo nchi ya Marekani iliandaa marubani kadhaa wa ndege kubwa za kijeshi aina ya B-29 Super Fortress, ndege zilizotakiwa kubeba mabomu mazito kuliko kawaida na yenye nguvu ya kutisha ya maangamizi. Inasemwa kuwa marubani hawa hawakuwa na habari kwamba waliandaliwa kubeba aina mpya kabisa ya mabomu ya nyuklia, kipindi hiko wakiyaita mabomu ya atomic. Bomu la kwanza lilikuwa na urefu wa mita 3 na uzito wa tani 4, lenye nguvu ya uharibifu sawa na tani 12,500 za baruti za TNT. Mafundi waliotengeneza bomu hili wakalipa jina la utani, jina la kejeli, wakaliita Little Boy, na rubani wa ndege iliyobeba bomu hilo akaipa jina ndege aliyoitumia jina la mama yake, akaiandika ubavuni Enola Gay. Siku ya Agosti 5 mwaka 1945, ndege hiyo iliruka saa 3 usiku, ikafika juu ya anga la mji wa Hiroshima kule Japan siku ya Agosti 6 mwaka 1945. Majira ya saa 2 asubuhi, Wajapani waliona ndege 3 hewani, lakini hawakujua kama ndege hizo zinaleta kiama kwao, hivyo hawakuzishambulia. Ikafika saa 2:15 asubuhi, ile ndege ikaliachia lile bomu na likaporomoka toka angani likishuka na kiama katika mji wa Hiroshima. Hapo mlipuko ulitokea mnamo saa 2:16, mlipuko mkubwa mno wa kimo cha mita 800 kwenda hewani, mlipuko uliozaa dhoruba ya moto ulioangamiza kilomita 11 za mraba tangu shina la mlipuko ule. Na wingu la moshi na vumbi vilipanda juu kwa urefu mkubwa wa ajabu wa kilomita 13 juu ya uso wa ardhi. Nyumba 76,000 za mji wa Hiroshima zilipukutika mfano wa biskuti iliyokanyagwa na trekta, na watu wasiopungua 140,000 walikufa papo hapo. Hao ni miongoni mwa wakazi 350,000 wa mji wa Hiroshima, na wale waliokuwa karibu sana na mlipuko walipotea kabisa bila kuacha mabaki. Miili yao iligeuka kuwa mvuke ulioyeyukia angani. Bomu la nyuklia au bomu la atomic lililoipiga Hiroshima lilizaa mionzi, au kwa Kiswahili kingine mnururisho, ambao uliendelea kuua watu katika siku, wiki na miezi mingi iliyofuata. Jumla ya wahanga wa Hiroshima inakadiriwa kuwa walikuwa ni watu 166,000. Basi kuangushwa kwa bomu kwenye mji huo wa Hiroshima kulifuatiwa na bomu lingine lililoangushwa Nagasaki siku 3 baadaye. Ilikuwa ni Agosti 9 mwaka 1945, bomu ambalo liliwaua watu 75,000 papo hapo. Bomu hilo lilifanya maangamizi makubwa kabisa katika mji wa Nagasaki. Ikiwa katika nchi za kitropic kama huku kwetu joto kali huwa ni kuanzia sentigredi 32 labda, basi siku hiyo pale Nagasaki pakawa na joto la sentigredi 4,000, na kama haitoshi pakanyesha mvua ya mionzi, mvua ya ajabu iliyokuwa mvua nyeusi. Nchi ya Japan baada ya kukutana na dhahma hii yenyewe ilijisalimisha siku 6 baadaye. Moja kati ya matukio ya msingi yaliyohitimisha vita kuu ya pili ya dunia. Japan kule Hiroshima na Nagasaki walishuhudia kiama cha kutisha ambacho madhara yake yalidumu kwa muda mrefu sana. Hivi sasa ni miaka 77 tangu tukio hili, lakini mpaka leo wakazi wa Hiroshima na Nagasaki wengi wao walikuwa wakipata kansa, tena kansa yenye ukali wa ajabu, hasa kansa ya damu, leukemia, kansa ya matiti na kansa ya mapafu, na wengine wengi wakapata watoto waliozaliwa na ulemavu. Hayo yakiwa ni madhara ya yale mabomu ya atomic, mabomu ya nyuklia yaliyopigwa Hiroshima na Nagasaki. The Storybook.
Mtaani pana maneno mengi sana kuhusu nyuklia, au niseme vita ya nyuklia. Wazee kwenye vijiwe vya kahawa na vijana kwenye maskani zao, wote wakiongea huwa wana maneno mengi ya kusikia tu, na vingi wanavyovisema huwa ni maneno tu ya stori za kufikirika. Wengine wanaamini bomu moja tu la nyuklia linatosha kuiangamiza dunia nzima, na wengine wanasema bomu la nyuklia likiipiga ardhi, ardhi hupinduka, huwa juu chini, chini juu, na inazama na watu wote walioko juu yake. Haya na mengine mengi mnayoyasikia si kweli. Wanasayansi wamekaa chini na kufanya tafiti za makisio ya kwamba kama leo hii ikitokea kiongozi fulani akakurupuka na kuamua kuitandika nchi maadui zake kwa bomu la nyuklia, basi ni nini kitakachotokea? Swali linalotuongoza hapa ni kwamba, je, itakuwaje mji wa kisasa katika dunia ya hivi leo ukipigwa na bomu la nyuklia? Tutakachokieleza hapa wasomi wanakiita educated guess, yaani makadirio kutokana na tafiti za kitaaluma. Tunachokisimulia hapa ni kutokana na dalili tunazoziona kwa uchunguzi wa tafiti za kisayansi, kwa kuyasoma mazingira ya dunia ya sasa. Mlipuko wa bomu la nyuklia unaweza kuwa na madhara gani kwa watu na majengo ya mji husika utakaopigwa bomu hilo? Tuchukulie mfano wa mji wa kisasa wenye wakazi wengi wapatao milioni 4. Kwanza, kuna njia mbili za kupigwa kwa silaha za nyuklia. Njia ya kwanza ni kulirusha kombora lenyewe kutoka walipo, halafu likasafiri hewani kuja kutua walipopalenga. Na njia ya pili ni kulibeba kombora hilo wakaja nalo na ndege mpaka katika mji waliokusudia, kisha wanaliachia lidondoke kutoka katika ndege. Kwa hivyo wanasayansi wanasema kama nchi itaamua kutupa bomu la nyuklia, basi watatumia njia ya kulitupa kutoka kwenye ndege kama walivyofanya Hiroshima na Nagasaki, kwa maana bomu likitupwa toka kwenye ndege huchochea kishindo cha mlipuko kuwa kikubwa zaidi, na hivyo kusababisha madhara kuwa makubwa zaidi. Na kwa maendeleo ya sasa ya silaha za nyuklia, inakadiriwa kuwa watatumia bomu lenye uzito wa kilotons 800, yaani ni sawa na bomu lenye uzito wa tani 8,000, yaani bomu hilo litakuwa na uzito sawa na tembo 133 wenye uzito wa kilo 6,000 kila mmoja. Unaweza kukadiria bomu lenye uzito mkubwa kiasi hicho sawa na tembo 133 likiitandika dunia linaweza kuwa na madhara kiasi gani? Na watatumia bomu la nyuklia lenye uzito wa tani 800,000, kwa maana mabomu haya ndiyo mabomu makubwa zaidi ya nyuklia katika ulimwengu wa sasa. Na mabomu haya yana nguvu mara 100 zaidi ya bomu lililopigwa Hiroshima. Sasa kama lile lililopigwa Hiroshima lilikuwa na madhara yale tuliyoyasema, je, fikiria hili la sasa lenye nguvu mara 100 ya lile litakuwa na madhara makubwa kiasi gani? Basi bomu hilo litakapofika chini litazalisha moto wa mlipuko wenye umbo la mfanano wa mpira wa moto, wazungu wanaita fireball, mlipuko ambao utasambaa pande zote eneo la kilomita za mraba 800. Ni sawa na kusema toka bomu hilo lilipodondoka, umbali wa viwanja 8 vya mpira kwenda kila upande patafikiwa na mlipuko wa moto mkali wa bomu la nyuklia. Mlipuko wa moto utakaotokana na bomu la nyuklia huwa ni moto mkali unaolishinda jua kwa ukali. Hapa sizungumzii jua unalolihisi wewe likikupiga huku duniani. Nazungumzia jua lenyewe kule liliko lina ukali kiasi gani. Nikufahamishe vyema, moto wa duniani una ukali tofauti tofauti kulingana na nini kinaungua au nini kinawaka. Mfano, moto wa mshumaa ni tofauti ukali wake na moto wa mkaa. Moto wa mkaa tunauona mkali kabisa, ukikolea vyema huwa na joto la centigrade 1200, lakini jua lile unaloliona lina moto mkali zaidi ya huo wa mkaa. Uso wa jua una moto ufikao centigrade 10,000, yaani moto wa jua ni karibu mara 8 ya ukali wa moto wa duniani, huu moto wa mkaa. Sasa bado tunaambiwa kuwa mlipuko wa moto unaotokana na bomu la nyuklia huwa ni mkali zaidi ya moto wa duniani na mkali zaidi ya moto wa jua.
Joto la moto huo litafanya majumba, magari, watu, wanyama na vingine vyote vilivyo karibu yake kuyayuka kabisa. Ndiyo maana wakati tunazungumza kuhusu Nagasaki, inasemwa kuna watu waliyeyuka kabisa walipopigwa na nyuklia. Kwa hivyo bomu litakapoanguka, wale walioko karibu nalo zaidi watayeyuka kabisa na kupotea na hawataonekana tena, wala majivu wala masalia yoyote hamtayaona. This storybook